Diana, natoka sasa, naenda kwenye mihangaiko yangu ya kazi. Sasa nikute wewe ulivyokuwa sasa hivi kiguu na njia, umetoka. Sasa natoka na wewe nyuma unatoka. Tutajua na wabaya. Sawa? Bwana mama, mimi nishachoka kukaa ndani. Nishachoka. Kila siku unanikalisha ndani, nimeshachoka. Na ukome kunifanyia umeelewa? Kwani wewe hujui kwamba wewe ni mwaji? Hujui? Au unajitoa ufahamu? Sasa ni hivi. Sio ombi. Nimesema ukae ndani. Na kama kuna kitu unanitafuta Diana, afu mimi sijibiziwagi na mtoto, umeelewa? Kama kuna kitu unanitafuta utakipata. Kaa ndani. Pumbavu. Boss, kazi yako imekamilika? Maana nishamwona huyu hapa, nishaipata picha yake. Hapa shaijua. Kwani kijana wa wapi? Unamfahamu? Ndio namfahamu. Anafanya kazi fundi simu. Fundi simu? Ndio. Hivyo unajua kuna watu wanakuwa wanatafuta vitu vibaya kwenye maisha ya watu. Anatafuta nini huyu kijana? Unajua Willy, sijui nikuite mwanangu. Unajua mtoto wangu ananisumbua sana. Ananisumbua, alafu sisi sio tamaduni zetu hizi. Atafanya nitatengwa na ukoo. Sababu hata mume wangu hatonielewa. Mume wangu yuko safari, anakuja anakuta vitu vya ajabu. Mimi ninataka kudili na huyu kijana. Sasa nitakutumia location yake anapokaa. Asante sana. Na yale malipo yako nitakuongezea mara 2 yake. Sawa. Habari yako? Salama tu. Karibu. Sina shida na karibu yako. Wewe ni nani? Mimi ni fundi simu hapa kama unavyoniona. Yaani nakuuliza wewe ni nani ambaye unajiingiza kwenye familia yangu? Habari zako ninazo kijana. Unamrubuni binti yangu na binti yangu ni bibi harusi mtarajiwa. Hivyo naomba kaa mbali na familia yangu. Lakini mamangu, mimi sio kwamba. Mbona wewe nini? Habari zako ninazo. Kijana, sehemu ambayo unaingia ni mbaya. Utajuta. Kaa mbali na binti yangu. Kwanza mimi nilijua hata nikiambiwa binti yangu anatoka na mtu hata fundi simu. Fundi simu. Yaani usijaribu. Umeelewa kijana? Usijaribu. Ile ni familia ingine, ni nyumba ingine. Takupoteza mjini na utaonekana. Hivi Willy, nikuuliza kitu gani? Jana na yule mama mlikuwa mnaongea kitu gani? Kana nakusini. Nakusini. Kwani wewe yako sishoku. Nataka kujua hata kama umenipea langu pia inusu, lakini simekuuliza tu kwani kuna baya. Sikia, wewe yakuhusu. Kama yako si yako shoku. Tulia, kaa pembeni, acha usona mdomo wako. Sawa, hapa sio tunakaa hapa na uzauza maswali. Sitaki maswali yako. Niambie, nataka kujua. Hata kuniambia. Nakwambia, siniulize maswali ya kijinga bwana. Achana na mimi kwa. Niambie. Moja mmoja kama nipe. Niambie basi. Sikia, wewe ni bosi wangu. Binti yake. Kwa hiyo hapa kanipa kazi. Kwa hiyo binti yake ni mchunguzi
maana anatembea na wanaume. Kwa hiyo sasa kaniambia hivi nimchunguze, kwa hiyo ambaye kama nimkuti kama na wanaume wengine. Kwa hiyo ndo kazi ya kueleza. Ndio. Haya. Baby, mimi nahisi kama tupo hatarini. Vipi? Leo wakati nipo ofisini pale, mama yako alikuja ofisini kwangu na akatoa maneno makali sana, yaani kiasi kwamba amenitisha. Na amekuja? Ndiyo, na kinachoniumiza kichwa ni kwamba amepajuaje ofisini kwangu, na pili amejuaje kama mimi na wewe tuna mahusiano. Sijui chochote. Labda nikuulize swali, kwani wewe ni kweli kuna mwanaume anataka kuja kukuoa? Ndio, na mama nimemsikia kabisa anaongea na simu, anasema huyo mtu yaani muda wowote anaweza akaja. Yaani sielewi. Baby, ndio maana nikasema hivyo vizangu mwanangu. Nishamwambia mama mimi sihitaji kuolewa na yule mtu, lakini ananiforce. Yaani sielewi mimi nifanyaje. Sielewi. Ya, unazidi kuniumiza sana moyo wangu. Unajua wewe ndio mwanamke pekee uliyekaa kwenye moyo wangu. Wewe ndio umekaa kwenye nafsi ya akili yangu. Sawa, hakuna shida. Wewe si unanipenda? Unanipenda? Ndio. Sawa, fanya kitu kimoja. Kama huyu mwanaume atakuja hapo kwenu kwa lengo la kuja kukuoa, usisite kunipa taarifa. Halafu mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa? Macho yamethibitisha kilichotokea, moyo wangu nakata, penzi utalimulika ndo livyoniongopea. Sambona umezimata, umezifanya mboni zangu zikutazame, zisitazame mwingine tena. Shida zako ziwe zangu, tuoane, maneno yako ndo ulioyasema. Umeushika ufutio wa mapenzi, umeufuta uku. Vipi mwanangu? Ndugu yangu, naona kama sio poa kabisa. Kwa nini? Unakumbuka nilikusimulia habari ya Diana? Ndio. Yeah, sasa juzi wakati nilipo ofisini pale alikuja mama yake. Basi alipokuja mama yake kuna maneno makali sana aliongea. Anifokea sana. Oh, achana na mwanangu. Sijui wewe ni nani? Unajua mimi nitakufanya kitu kibaya. Maneno makali sana aliongea. Kitu ambacho mimi najiuliza ni kimoja. Amejuaje kama mimi nina mahusiano na mwanae? Na pili amepajuaje ofisini kwangu? Kwa sababu haya mapenzi yetu mimi na mwanae ni mapenzi ya siri. Wewe mshikaji wangu wewe, acha uzuzu. Siku hizi hamnaga siri. Maisha sasa hivi yamebadilika mwanangu. Yamebadilika sana. Sisi mlikuwa wewe usuko unajua ni siri. Ndio. Sio siri tena. Maisha yamebadilika mwanangu. Kwambie kitu. Itakuwa mama yake aweza ikawa amechukua simu yake binti. Ametrack simu zake zote na message zake zote. Alafu umefahamika ni wewe. Ndio maana amekuja pale ofisini kwako. Acha uzuri. Hilo mwanangu, hilo ni wazo jipya kabisa ambalo umenipa. Yaani sikufikiria kabisa habari za tracking device. Unaisha muda wowote, mtu yoyote ile muda wowote anaisha. Ameni nakwambia. Sasa hapo mamake atakuwa amekutrack. Lakini mimi yule binti nampenda sana. Alafu tuna miadi kibao ambayo tumepanga. Kwa hiyo wewe ulichofuatilia hasa hususa yeye dada ana mpango gani? Yeye baada ya yeye kujua na huyo chumba wako kuna mpango gani? Sasa tuna mipango mingi, lakini kuna kitu ambacho kinaweza kikatuharibia hapa katikati. Kitu gani? Inasemekana kuna mwanaume anatoka kijijini kwao anakuja hapa kwa ajili ya kumuoa yule binti. Hii ndio kitu ambacho kinanipa stress. Rafiki yangu, wangu shauri kitu kimoja. Kama akija tunasemea kama akija utajua nini cha kufanya na nitakufundisha ufanyeje ili wewe unampenda na nina imani kabisa wewe rafiki yangu unajua kabisa unampenda. Kama akija tutajua nini afanye, nini ufanye. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba jamaa akija nikupe taarifa, si ndio? Mimi nitakushauri cha kufanya na hautojutia. Hicho ndio nilichopanga mimi na Diana. Kwa sababu hata yeye anasubiria ujio huyo bwana huyo jamaa
ili tujue ni nani na nini madhumuni hasa kuja hapa, pamoja na kusema kwamba amekuja kuoa. Je, yupo serious na ile jambo au la? Amin. Au ninapokubali mwanangu. Hautojutia. Karibu. Karibu. Asante mama. Poa. Karibu. Asante. Karibu ukae. Mama yupo? Mama yupo. Naomba uniitie. Haya. Eriki mwanangu. Mama. Jamani, mnakuwa watoto. Mama, tunakula. Umekuwa baba. Karibu mwanangu. Asante mama. Pole na safari. Asante, nashukuru. Diana. Be mama. Unamkumbuka mwenzio? Hapana, simjui. Ndio mkwe wangu niliyokuwa nakwambia yuko njiani.